Akizungumza katika ziara ya ukaguzi wa mradi huo, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, Dr. Tulia Ackson, alitaka kujua sababu kuu ya ucheleweshaji wa utekelezaji wa mradi huo licha ya umuhimu wake kwa wakazi wa Mbeya na watumiaji wa barabara hiyo. Leo hapa tumekusanywa na jambo la barabara ya njia 4. Hii njia 4, Mheshimiwa Waziri, tangu tuingie makubaliano 2023 imechelewa sana. Na sasa zitasingiziwa mvua, zitasingiziwa sijui kitu gani. Hoja ni kwamba wewe leo uko hapa. Sasa kipindi cha hiki kipande cha kilomita 29 kutoka hapo Nsalaga mpaka Ifisi, mpaka leo hatujaona hata nukta. Wacha kipande, nukta ya lami hakuna. Huu ni mwaka ngapi, Mheshimiwa Waziri? Sasa hii barabara tutasubiri tena miaka 10 wakati tulishaingia mkataba pale 2023. Sasa tunasubiri tuone lami ya njia 4 inafananaje? Hakuna. Tunaona tu vifaa vinapita, vinafanya nini? Vinaitwa nini vile sijui. Excavator zinapita huku, zinapita baadaye zinabaki. Sasa Mheshimiwa Waziri uko hapa. Shida ni ya kwako, ni ya mkandarasi. Kama shida ni ya mkandarasi uko hapa, tunataka tumsikie. Kama shida ni ya kwako, basi wewe uko hapa. Kwa upande wake, Waziri Ulega alifafanua kuwa tayari serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni 35 kama malipo ya awali, advance payment, kwa mkandarasi. Hivyo hakuna sababu ya msingi ya ucheleweshaji wa mradi huo. Mimi niwaambie, serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo ndiyo inasimamia na imeleta mradi huu kwa ajili ya kuondosha kero ya msongamano katika eneo hili la Mbeya, imekwisha kutoa fedha nyingi zaidi ya bilioni 30, jumla bilioni 35. Mkandarasi huyu amekwisha kulipwa. Njoo bwana mkandarasi hapa. Naambiwa wewe sasa unajua Kiswahili. Come right here. Yes, hapa. Huyu bwana tumekwisha kumlipa bilioni 35 za ujenzi wa barabara hii. Hizo bilioni 35 hajazifanyia kazi yetu ipasavyo. Katika hatua nyingine, waziri huyo ametoa mwezi mmoja kwa mkandarasi kuhakikisha kazi inafanyika kwa saa 24, yani usiku na mchana, ili kufikia malengo yaliyopangwa. Usiku na mchana. Do you know what usiku na mchana is? Day and night. Okay. Sawa. We want to see the black top. I am coming back here again end of May or early June to do inspection. You have only 25% right now. When I come here, I want to see 40 to 50% early June or end of May. I am coming again here. Nikilipoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.